Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo, ndugu wana hoja mbalimbali. Leo tunakuja kuzungumzia hatua nzima ya ubishani, lakini tunautazama ubishani wa Mwafrika anapokuwa amekalia kubisha mambo, alafu tuipekue akili ya Mwafrika ameokaa kubishania mambo ya aina yoyote. Utapata majibu. Mtu aliyeitwa Mwafrika huwa yukoje baada ya kutofautishwa utu wake. Mwafrika, ikiwa ni swala zima la kuamini, utaona Mwafrika anakesha na kubishana, anaparama na kuchachamaa, lakini mtazame asilimia kubwa unakuta anabishania jambo lisilokuwa la kwao. Jambo lisilokuwa la kwao, ima jambo lisilokuwa na asili nalo, ikiwa na maana anakuwa hana asili na hilo jambo, na wala hilo jambo linakuwa halimjui yeye kama yeye, ikiwa kupitia agenda za kuamini. Utaona Mwafrika amesimama kwenye ubishi, anabishana kwa nguvu zote, anatetea mambo asiyoyajua, ima mambo anayoyajua, isipokuwa kuna lisho ndogo amepewa kwenye mambo husika. Yako mengi sana ya kujifunza, lakini yako mengi sana ya kupuuza, na yako mengi sana ya kubadilisha. Hatua nzima ya Mwafrika, ukiona amechachamalia jambo fulani, asilimia kubwa utaona hilo jambo lilitoka Ulaya, ima hilo jambo likatoka Asia, yeye akaja kupewa, yeye anabaki kupigania jambo ambalo sio la kwao. Na ukimwambia jambo la kwao, anageuka kuwa adui mkubwa wa jambo lao mwenyewe. Tena unamuona kabisa analikasirikia jambo la kwao. Anayemchukia kabisa
mtu anayesema jambo la kwao. Unamuona kabisa amekasirika bila hata kutumia akili yake ya kuzaliwa, bila kujiuliza maswali. Kwa nini nabishania sana kitu cha Ulaya mpaka naua watu wengine? Kwa nini nabishania mambo yaliyotoka Asia na yapambania kwa nguvu zote? Ninajiita mwanaharakati, napambania mambo haya kwa kutoa mpaka damu za watu. Ninafanya unafiki wa kuharibia wengine maisha kwa kutetea mambo haya. Mambo yote haya Mwafrika hachukui muda wa kujiuliza. Mambo yote haya Mwafrika hachukui muda wa kujiuliza anabishania kitu gani. Anageuka kuwa adui mkubwa wa Mwafrika mwenzake kwa sababu ya kushabikia kitu ambacho yeye ana maslahi nacho, alafu anawatengeneza wengine wasiyekuwa na maslahi na hicho kitu, alafu akili zao hazina utumishi wa kutumika vyema, anawafanya kuwa ndo kundi la kulipeleka hovyo kwenye hayo. Kwa hiyo wanaharakati wa Mwafrika, wanaharakati ambao amekuwa nao mkubwa Mwafrika, wanaharakati wa Mwafrika ni hasara kwake mwenyewe Mwafrika na mazingira ya kwao Afrika. Sababu yuko ridhaa atumie nguvu kubwa sana, atumie uwezo mkubwa sana kupambania jambo ambalo hana mithili nalo. Na Waafrika wengi wa namna hii wako matabaka makubwa mawili, ambao Waafrika mnaendelea kushabikishwa mambo, muwe mnakaa kuirudisha akili yenu mjifikiri. Yuko Mwafrika ambaye yuko Afrika, lakini tayari alishakula viapo vya kuiasi Afrika. Ikiwa ni mambo ya kuamini, haya mambo huwaga tayari yameisha lishana viapo vya mtu kujikana. Kama ukisikia kuna jambo linakuambia jikane wewe kwanza, kisha ndo uweze kulifata jambo fulani, unatokea kujua wazi kwamba unakuwa unaendana na mtu ameokwisha jikana yeye mwenyewe. Mtu akisha jikana yeye mwenyewe kwamba hajikubali, ni sawa na kibunzi shambani. Kwa hiyo Waafrika wako wanaoujua Uafrika na wanahitaji kuupa maana Uafrika. Lakini ugumu hautoki kwa walioleta mambo yao. Ugumu unatokana na Mwafrika huyu ninayetaka kumzungumzia, ambaye yuko kwenye matabaka makubwa mawili. Tabaka la kwanza, ukiona Mwafrika yoyote anashabikia vitu ambavyo sio vya Kiafrika, hataki hata kupembua mema na mazuri ya kwao,
Yeye kazi ni kupinga kila kitu cha nyumbani kwao, ima mambo ya kwao ya bara lao, na yote yakisemwa anasema hakuna sahihi ndani ya hilo. Usahihi ni yale yaloletewa. Wanatakiwa kujua kundi la kwanza huwa ni kundi la watu waliokwisha jiasi kwenye maisha kwa kufanya dhambi, huku hiyo dhambi wakiwa wameifanya asiri kwenye maisha yao, ambao ndo kundi la wachawi. Kwa hiyo ukiona mtu anaumia sana kwenye ukweli, ukazungumza ukweli, ukaona anateseka sana kwenye huo ukweli, alafu hakuna anachopata kwenye kile anachokitetea yeye, unapasa kujua cha kwanza huwa huyu mtu huwa ni mchawi. Ili ndo fungu la kwanza ambalo utaliona liko ndani ya jambo. Wanafanya harakati ndani ya jambo lile, jambo wanaambiwa hili jambo sio sahihi, na hili jambo sio la kwetu na halina uhalisia na maisha yetu. Tulivikwa jambo hili kwa sababu ya mambo 1, 2, 3. Unaona, Mwafrika huyo yuko ridhaa alale njaa, afanye chochote, abaki anavaa viraka, lakini anatetea jambo ambalo linakandamiza kwao. Sababu kubwa ndani yake mtu huyo uwaga ni wale ambao walikwisha uasi utu, wakaishi maisha mabaya yasiyokuwa ya kiutu. Kwa leo hii ndo wanaitwa watu wachawi. Kwa hiyo ieleweke hapo, mchawi aliyekula viapo vyake akajikengeusha na utu, akafanya mabaya yake anayoyajua yeye. Sema ukweli wowote unaoujua hapo, kuna mawili: ageuke kuwa mpingaji kupitiliza, ima akimbie na abadilishe njia kwa kutotaka kusikia hoja hizo. Hili ndo kundi la kwanza ambalo mtaliona lipo kwenye jamii, na mapambano makubwa. Wameshika mambo ya mataifa huko nje, wameyafanya ndio maisha yao. Hakuna wanachopata ndani ya hayo. Madhara na mambo yote yanayotokea, ina maana hawana tathmini nayo, ima wanatathmini nayo, isipokuwa hawawezi kuyachanganua hayo kwa lengo la utatuzi, kwa sababu na wao ni watu wabaya. Na wao tu wanakuwa ni watu wabaya. Kwa hiyo ukiuona ubishani wa Mwafrika, anapambania jambo fulani pale, ukimkuta asiyelipwa chochote ndani ya hilo jambo, lakini jasho na damu zinamtoka kwa kulipigania hilo jambo, wewe unayejifunza, ambaye ni Mwafrika usiokuwa muasi, ima Mwafrika usiojielewaga, ulikuwa hujui mambo, wewe sasa uwe unajua huyu anayepigania mambo ya uasi, anayepigania mambo yasiyekuwa sahihi, anayejitoa kwa nguvu zote azunguruke kila sehemu kwa sababu ya kutaka kukaini jambo hilo, unatokea kujua kwamba huyu waga tayari ni kundi la wachawi. Sasa wachawi wako walioambukizwa tu, kwa maana wameambukizwa maadili, wakaishishwa kwenye makundi, na wachawi wako waliokula viapo vyao vya kuusimamia uchawi. Wako watu wa aina mbili tofauti hapo. Hawa mloambukizwa mkafanyiwa tu marogo kwa vitu 1, 2, 3, mkawa nyie wenyewe hamjaenda kula ile mikataba pale, ima makubaliano yale, nyie ndo mnabakiaga kujifikiri, nyie ndo mnabakiaga kuanza kujiwaza.
hivi hili jambo mbona linaathiri mpaka watoto wetu? Hili jambo mbona linatutengeneza uadui mkubwa? Hili jambo mbona hata kwenye usahihi hapa haliko fasaha? Lakini mbona tunalipigania sana jambo la namna hii? Nyinyi ambao uwaga mna fikra hizo, nyie uwaga tu mmefanyiwa marogo. Nyinyi uwaga tu mmefanyiwa hayo marogo ya kubadilishwa akili zenu kupitia marogo walionayo. Ndo maana mtaona mavyungu njiani mengi yamevunjwa, hamjuagi ni kazi gani wanafanya. Mtaona mavitu mengi wametupa kwenye milango ya watu, hamjui ni mambo gani wanafanya. Yale mambo yote wanakuwa wameyaunda ili nyinyi muendane na mambo, hata kama yatakuwa kinyume, nyie myafate tu kupitia roho zilizoshikishwa kwenu. Yote haya ni ya kukaa kuujua ubishi wa Mwafrika na athari zake. Ukimwona Mwafrika anaathirika ndani ya ubishi wa kitu fulani, anatumia mbinu na nguvu mpaka maarifa ya kukitetea kitu kibaya cha kwao na nje. Unaona, anachukua mabaya ya kwao machache, anayaunganisha na yale mabaya ya nje, anataka kuja kuyafanya maisha ya kukandamiza wengine. Mambo yote haya yawafundisheni kwamba ukiona tu mtu anabishania kitu kwa nguvu zote, hana uwezekano hata wa kufikiri, kwanza hataki hata hoja zozote, kaweka msimamo kwenye kitu ambacho ameshaambiwa hichi sio fasaha hapa na hapa. Tokea kujua, ndugu Mwafrika ambao umesababishiwa bila kujua, jua kuna mwenzako ambao tayari yeye amesha kula kiapo cha kutumikia hicho kitu. Yeye haoni hasara ya mtoto wake, yeye haoni hasara ya ndugu yake, kwa sababu yeye mwenyewe alishaathirika na hiyo hasara tayari aishakuwa ndani yake kwa viapo. Kwa hiyo hawezi kukuonea huruma wewe. Wewe unayokwenda kwa kumbo hawezi kukuonea huruma, kwa sababu yeye mwenyewe hajajionea huruma. Ndio maana kaenda kaingia makubaliano na vitu vibaya kupitiliza. Hili linakuonyesha ubishi na ubishani wa Mwafrika. Asilimia kubwa utaona anabishania vitu ambavyo utaona anapambania vitu ambavyo sio vya kwao, alafu hata vikiwa vimetoka nje kuja, ukivichanganua ukasema hivi vitu hapa na hapa haviko sahihi, utaona yeye atajifichia ndani ya hivi vitu vya nje. Atajifichia mle, atataka kutengeneza vile vibaya vya nje vionekane vizuri. Atatumia nguvu kubwa ya ushawishi, atafanya mambo mbalimbali. Lengo lake ni wewe uathirike tu na uharibikiwe tu, kwa sababu yeye alikwisha haribikiwa. Kwa hiyo hilo ni kundi la kwanza ambalo kama uwaga hamlijuagi. Uwaga ni watu walishaathirika kwa kula viapo, alafu hivyo viapo hawezi wakavitoka kirahisi, kwa sababu viapo ni siri. Wanakuwa wamekwisha vifanya na wako navyo. Hao wanabaki kuteseka kwa kiwango kikubwa, wakiona watu wanaacha ile misingi waliowaambia. Kwa hiyo yuko Mwafrika, yuko katikati, anasikiliza ya huku, anasikiliza na ya huku, na anachanganua, kumbe hapa ni mazuri na haya ni mema, hapa ni mabaya na haya ni mema. Huyu amekaa katikati kuchanganua ni Mwafrika ambaye tu amezungukwa kwa marogo mbalimbali, lakini
ana option ya kufikiria kitu gani kinastahili kwa kuchanganua. Lakini ukimwona kuna mtu unamwambia, mwalimu, mbona hichi kitu ni kibaya kabisa hapa? Anaambia hakina ubaya wowote, labda ndo Mwenyezi Mungu ametaka tukiwe hivyo. Unasikia lugha hizo? Mabaya wanayatengeneza wao, alafu wanakuambia tu waga ni Mwenyezi Mungu ameataka yawe hivyo. Hawa sasa ndo wanawatengeneza, mnabaki kuwa na ubishani usokuwa na mwisho. Ubishani usokuwa na mwisho, utaona wanabishania mambo haya. Kwa hiyo kundi la kwanza kubwa uwaga ni kundi la waliokula viapo kwenye jambo. Hao uwaga wako ridhaa kufa kwenye hilo jambo. Sasa wewe unafikiri yuko ridhaa kufa, labda ana imani nalo sana. Kumbe hana imani yoyote, isipokuwa anajua nikiliacha na mimi nilisha asi kwa kiapo, maana yake mimi nitakufa tu. Sasa bora nife kwa kulipambania ili baya lifike, hawa wengine hawatojua kama mimi nilikula kiapo. Kwa hiyo unamuona mtu ni mpambanaji pale. Bwana, hayo ni mabaya anapambana, hayo ni mabaya anapambana. Kwenye njia za kuamini utakuta wako humo, na kwenye njia mbalimbali hata za kidiplomasia utaona wapo humo. Kundi la kwanza uwaga ni la watu waliyekula viapo. Mnawaeleza mema, wako ridhaa kufa kwenye hayo mabaya, kwa sababu hawana nafasi ya kuchanganua, kwa sababu hata akichanganua kile kiapo hakiwezi kumwacha salama yeye kufata ukweli. Hilo linabaki ni kundi la kwanza. Kundi la pili uwaga ni watu wanaoishi kwa hongo. Yaani watu wameleta mbinu zao, wameleta mabaya yao, wakayafikisha sehemu, alafu wakawatafuta baadhi ya watu ambao wataishi kwenye maslahi ya hayo mambo. Hao wanakuwa ni watu wa aina ya pili. Wanakuwa ni watu wa aina ya pili hao. Na hao utaona wanapambania kwa nguvu zote kupitiliza, ila wao utawaona kidogo wanaruzuku pale. Hapo ndo utakuwa na uwezekano wa kuwatofautisha kwamba mbona huyu anapambana sana lakini ruzuku hana. Huyo ni kundi la viapo. Mbona huyu anapambania sana haya mambo maovu na vitu gani, lakini ruzuku yake kidogo imeinuka, yuko vizuri. Huyu hapa analipwa kwenye hicho kitu. Ni kitu kibaya, lakini analipwa ndani ya hicho kitu kibaya. Yuko ridhaa tengeneze misamiati yoyote mingi kulinda ubaya huo. Kwa hiyo utawaona wako sasa hapo. Hilo ni kundi la pili. Kwa hiyo kundi la pili waga ni kundi tu la maslahi. Hao waga wamepewa maslahi kwenye hilo jambo. Wanakaa kwenye jambo humo, ni jambo baya, lakini wao watalipambania kwa namna yoyote lilivyo, na watatumia gharama zozote kupitia maslahi waliopewa. Yale maslahi tena yanaanza kuwatesa na wao kupambania mabaya waliopewa. Sasa wao wanakuwa wanapambania kula vizuri na familia zao, wanapambania kuishi vizuri, kulinda majina yao, wanapambania kuishi vizuri kwa sababu ya. Lakini ikija upande wa ruzuku, utaona ruzuku zinaanza kufikia kwao. Hili uwaga ni kundi la pili. Kwa hiyo hili kundi la pili utaliona lenyewe limepewa keshi pale, wanaendelea na hatua zao. Kwa hiyo mwalimu, unayetaka kujua
Huu ubishani ulioko ndani ya Waafrika, sosi kubwa huwa ni nini? Kaa ujue kwamba kuna watu wanatumikia mambo hayo kwa namna hizo mbili tu, na sio kwamba wanapenda mambo hayo. Wanatumikia mambo fulani mabaya, lakini ni kwa sababu kuna ruzuku na kuna viapo kwenye jambo. Anayewekwa kwenye upande wa viapo anakuwa amepewa na mazingara ya kutumia kwenye hayo mambo. Yeye ni mtumia mazingara mpaka ya kiroho kuathiri watu. Huyu ndo anakuwa kundi hilo la kwanza. Huyu hata asipatage chochote, yeye uwaga yuko ridhaa tu, anafurahi kuathiri watu wengine, kwa sababu nature yake amekwisha jipandikiza kuwa mtu mbaya kwa watu. Kwa hiyo akiona watu wanaharibika, watu wanapotea, kwake ni furaha. Kwake yeye ndio raha kuona watu wanaharibika. Kwa hiyo utamuona huyo watu waharibike vilivyo, yeye amekaa hapo kimya, anabaki hapo kasherekea tu. Kwa hiyo hilo linakuonyesha kwenye masomo na katika michanganuo hii, muwe mnaishi kwa kujua. Muwe mnaishi kwa kujua na mjue kwamba hawa wapigania mambo sana unaona wako bara la Arikasi ambalo limeitwa Afrika, lakini mnaona wanayapigania kwa nguvu zote, alafu nyie raia wa kawaida mnalalamika ili muone mambo yanabadilika, alafu mnaona wao ambao labda mmewapa chachu fulani pale hawataki kubadilika, wako kwenye haya makundi mawili tu. Msiumie vichwa, uwaga wako kwenye haya makundi mawili. Kundi la kwanza uwaga ni ambao wamepewa mazingara na uchawi, wasimamie humo, hawa hata watembee peku hawana shida, kwa sababu wao tu kuroga watu, kuharibia watu, hiyo kwao ni furaha kubwa. Alafu wako wengine hawa wenyewe uwaga wanasema tunafanya hili jambo, si tutapata nini? Wale wenye fungu sasa wanasema hao waliohoji watapata nini? Wapeni fungu hapo la kila mwisho wa mwezi. Wao wanaingiza pesa. Sasa hawa waingiza pesa na hawa wala viapo wanakuwa ni hatua moja, isikokuwa moja utaiona inainuka na hii nyingine imekaa pale kwa kuzorota maisha yake yote. Yote haya yajue kwa nini Mwafrika amegeuka kuwa mbishi, anabishania mambo, hoja zake ziko wazi, unaweka hoja hapo mezani, hana kitu cha kuzungumzia ambacho kiko zaidi ya hiyo hoja, lakini unaona anapambana kwa nguvu zote kupingana na hoja yenye ukweli. Uwe unajua ni makundi haya mawili. Haya makundi yako ndani yenu nyie kama watu. Kuwajua kama hawa watu ni namna hiyo, utawapima kwenye vitu hivyo viwili. Ukimwona tu mmoja ana hela pale, lakini unaona anapambania sana hayo mambo, huo unajua ni kundi moja hili la ruzuku la mabaya. Ukimwona huyu hana hela na hana chochote, lakini anapigana vibaya mno kuhusu hilo jambo, huo unajua hilo ni kundi la viapo. Ni waliopewa viapo kwenye mambo, kwa hiyo kuyaacha ni ngumu. Somo hili linatoka kwa wewe raia wa kawaida ambao umefanyiwa mambo hayo. Muwe mnawajua wakazania mambo mabaya, uwaga nini kinawafanya wakazanie hivyo. Msibaki tu kujenga bana, huyu mzee ana imani sana, huyu mzee ana imani sana. Hakuna imani. Huyu mzee hapa iko hivi, we mnyanganye tu zile pesa utaona. Ikiwa ni hiyo diplomasia ataitupa, ikiwa ni imani ataitupa, kwa sababu mmemnyima maslahi, na yeye alikuwa amekaa pale kwa maslahi. Na huyu hapa mfanya marogo,
wewe nenda kamkataze tu kwamba hapa kwenye hatua yetu, kama ni kwenye nyumba hii ya kuabudu, hatutaki kusikia unaleta habari zako za kuroga watu hapa na hivi. Utaona yeye ndo atageuka kuwa athari kwa huyo aliosema hivyo. Atageuka kuwa athari kubwa. Kwa nini anikataze mimi nisifanyi mambo yangu? Na wakati yeye anajijua wazi kwamba yuko fungu la kuharibu tu maisha ya watu, na hiyo kwake yeye ndo furaha. Dunia hii, ndugu zangu, dunia ya ajabu sana. Lakini dunia mwisho wa siku inaonyesha uajabu huu mmejitia wenyewe, na uathirika huu mtabaki kuathirika wenyewe. Kwa hiyo ubishi wa Mwafrika ukiuona popote, uwe wa kisomi, we mtazame anatetea jambo la kwao. Ukiwa wa kisomi, mtazame anatetea jambo la kwao. Dunia nzima wasomi wako huko na wana maisha yao, na wao ndio walitengeneza diplomati hizi ambazo watu wanatumia. Yeye Mwafrika, usomi wake wa yeye kumpelekea na yeye mtu mwingine uko wapi? Kwa hiyo ukimwona msomi ameong'ang'ana pale kwamba anang'ang'ana na usomi ule, huo unajua kuna maslahi kwenye huo usomi wa nje anapata. Hata kama huo usomi utaendelea kuathiri ndugu zake, yeye ataung'ang'ania usomi huo. Ikiwa kwenye hatua hizi za kuamini, huo unajua ni hivyo hivyo. Kwa hiyo wamegawanyika ni hayo mafungu mawili tu. Fungu la kwanza uwaga ni maslahi, fungu la pili uwaga ni watu waliojitoa, huku walikuwa ni watenda mabaya halisi. Sasa kuwajua bila ramli, bila kuhangaika sana, labda niulize huyu mzee kwa nini yuko hivi, huyu bwana, huyu mama kwa nini anajifanya na upendo sana na vitu hivi vibaya. Usingoje ramli, utapoteza muda. Usisubutu kungoja ramli kwamba eti mtu akutazamie hilo, utaponda muda wako. Kaa hapo ujue tu kwamba hao ni makundi hayo mawili, kundi la viapo na kundi la maslahi. Hapo utakuwa umemaliza na unajua tu hawa ni washika mabaya kwa namna walivyoishi na hatua zao kwa kuyataka. Niwashukuru ndugu wana hoja. Majibu ya jambo hilo yamekaa yako hivyo, na huo ndo ufasaha wake. Asanteni.